What's up beautiful people, and thank you so much for joining us. This is Masiga TV na leo hii tuko maeneo ya Ganjala hapa. Hii ndio siku ya mwisho wa mwaka 2025. And so I'm gonna be speaking to this mother here akatuambia labda 2025 kwake imekuwa namna gani. Labda maadai kwanza kabisa ujiintroduce, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Praxidis Adala, tunayojulikana sana ni Only Mama Porridge ni Busia County Headquarter Ganjala. Hii mwaka wa 2025 imekuwa mwaka mwingine mgumu sana. Juu kifo imekuwa mengi, alafu na pesa hazionekani, alafu na tena madeni imekuwa mengi, hata biashara ukifanya pesa haitoki, tunakopa pesa za watu za loan na hizo pesa hazitoki, na wenye pesa hawaelewi biashara haiendi au biashara haitembei. Kwa hivyo imekuwa mwaka mwingine ni mgumu ambao tunaomba tu iishe, tuone ile mwaka ambao inakuja tena tutapambana nao namna gani. Na tena kitu ambao cha pili ambao nashukuru ni uhai ambao Mungu amenipatia. Nimepambana lakini amenipatia uhai, milima na mabonde nimevuka, na hii mwaka na niko na imani nitavuka kama niko salama. Na labda tuseme huu mwaka wa 2025 ni kitu gani ambacho wewe ulikuwa umetaka upate kabla mwaka huu uishi? Huu mwaka wa 2025 matarajio yangu kwa huu mwaka nilikuwa natarajia ya kwamba hata tu niweze nikawa na pikipiki, lakini hata haikuwezekana. Miti zangu zenye nimepanda zote nimeuza kwa kulipa loan. Juu biashara ninaweka pesa na kopa pesa na pesa haitoki. Kwa hivyo ulikuwa ni mwaka ambao uko na changamoto sana. 2026 ni kitu kipi ambacho wewe unataka kuachieve? Mwaka wa 2026 matarajio yangu kwa huo mwaka, ninataka hata biashara pia, kama Mungu inawezekana Mungu anibadilishie biashara. Nisibakie tu kwa uji miaka nenda miaka rudi. Juu nimeuza sasa mwaka wangu wa 25 nikiuza uji. Sasa niko na imani ya kwamba tena Mungu aweza kunibadilishia kwa biashara nyingine, tena nianze kwa biashara nyingine. Kwa hii miaka 25 ambayo umekuwa ukiuza uji, ni kitu gani ambacho unasema kwamba uji imekupatia kwa huu wakati wote? Uji ndio yenyewe imenitoa pahali. Nimeweza kusomesha watoto wangu. Bwana wangu alikufa akaniacha na hao watoto, kama wengine bado hawakuisidi, wengine walikuwa lower classes, lakini nimewasomesha wao, wamemaliza form 4 na ni watu ambao sasa wameshakuwa ni watu wakubwa. Alafu hii uji tena imeweza kunipatia, nikajenga nyumba. Hii uji imeweza kufanya tena masemeji zangu wakaenda kujitambulisha kwetu ya kwamba ninaishi nao, wakwetu wakawatambua, akapeleka mahali na waenda wakakula kimila wakaifanya. Hiyo tu ndio naweza nikafanya hii, nikasema hii uji imenisaidia mahali hapo hivyo. Na tuseme kando na uji, ni biashara gani ingine tofauti ambayo wewe unaweza ukafanya? Biashara ile ambayo natamania tu sasa, biashara ya mtumba. Ikiwa tu Mungu anaweza akanipatia au akanijalia nikapata pesa ili nianze tu mtumba, hizi vitu kama mashuka, t-shirt za watoto wadogo, tafurahi na nitashukuru. Labda mwisho kabisa, ujumbe wako kwa Wakenya leo hii ikiwa ni siku ya mwisho wa mwaka, unaweza kuwa upi? Ujumbe wangu kwa Wakenya, nawaambia ya kwamba waweze kukumbuka hata na wamama wajane pia. Tuko na wamama wajane ambao waume wanakufa wanatuacha kama tungali, lakini tunajikaza, lakini hawatukumbuki. Alafu Kenya ikumbuke ya kwamba kitu cha kwanza ni afya, alafu elimu, alafu maji, alafu stima masinani. Hakikisha ya kwamba yale ambao waliahidi wananchi wakianza wanaikamilisha, na Kenya tukue sawa na mwingine. Yule aliyojua anaofanya kazi, asiyofanya kazi huyu pia aweze kuridhika. Na ile kitu ambayo naweza kuongezea ya kwamba upande wa mama wale ambao wako kwa ndoa, wasiache familia yao watu wanaenda kwa kufanya kazi. Ndio vile tunaanza mwaka hii, mwaka iko na changamoto. Wamama wataacha ndoa zao waende kufanya kazi Nairobi. Hao watoto watabakia na nani? Na msingi wa familia ni mama. Mama ndiye anakuwa msingi wa familia. Kwa hivyo wamama tuweze kujikaza, tukatae kuwa kwa grupu ile kudanganywa, kuwa kwa grupu ile ambayo inaweza ikakusaidia ile mawaida fulani, sio ile mawaida ya kutenganisha ndoa yako au wewe na familia yako. Shukrani sana kwa wakati wako. Masiga TV, till next time, peace out.